Hongera sana kwa ushindi pointi 3 mabao matatu. Yani mimi nishawahi kuokota milioni 100. Sijawahi kuona furaha kama leo. Hii ni furaha kwa Wanayanga. Kwa huyo nani Tabora alipiga goli 3. Nimezirudisha zile zile. Yani nina furaha kabisa. Nimekula nyama. Ni furaha kwa kwenda mbele. Hii ndio Yanga tunaoipenda. Yanga balao. Huu moto wa Yanga sio moto wa sidata. Huu ni moto. Huu ni moto wa gesi. Yani Tamini Mungu asante. Oya, Wanayanga, hii ndo Yanga. Sasa hivi Yanga mnaona moto. Sasa mimi kwa nini goli la Mzizo wamelikataa? Goli la mna offside pale. Na hapa Tabora hawana bahati kwa kuwa wamebebwa. Yanga wasingebebwa wangepigwa chuma 5. Kuna magoli yamekataliwa la Mzizo, ile ni goli kabisa halali. Wametunyima. Kwa kifupi mimi nashukuru. Hii ni salamu kwa Mzizima. Yaani Azam hii ni salamu kwake. Yaani atakifanywa Azam anapigwa 10. Haki ya Mungu mama. Acha bana. Nakwambia Baresa ajiandae. Azam kazi yake kulima ngano. Sio kucheza na Yanga na Boka. Huyu mtoto wa Kitanzania Mzize na mlipa hela nyingi unaona anachokifanya. Nina mtu mmoja nimemtoa Azam. Nani unamjua? Hatari yule mtoto. Dube. Digi Diara mdakaradi. Digi Diara na dakaradi. Hawa wachezaji injinia tuambie vizuri, sio binadamu. Injinia tumbana tuambie vizuri, hata kwa ni majini kawatoa kwenye bahari wale. Hawa sio wachezaji, yani majini. Wanakaba. Hii ndio Yanga. Nakwambia hivi, kama wewe ni mwana Yanga, una matatizo unadaiwa kodi. Una matatizo mapenzi yanakusumbua. Achani na mambo hayo, huwezi kufurahishwa, una hata hela kunywa bia. Kaiangalie Yanga inatia utamu wa Yanga sio utamu wa kawaida. Sukari yenyewe inasubiri, sasa inasubiri. Hii ndio Yanga. Nakwambieni ukweli, mimi ninavyoniona hapa narudia tena. Nishawahi kuokota milioni 100. Sijawahi kufurahi kama mechi ya leo. Nilikuwa nina kisasi kauzibe kale. Sasa ninaenda kuuza shamba kijijini kwetu. Zile milioni 100 nasipeleka pale Jangwani, wachezaji wote wapewe. Kwa jinsi aliyofanya Dube. Mke wangu Mama Rabia tinampa wiki 2. Sitaki kuongea mengi. Umesemaje? Na mke wangu nimemtolea mahali nampenda. Na wivu naye. Lakini Mama Rabia nampa Dube ili Dube ampa ujauzito ili kitoto kikizaliwa na mimi kije kinisaidie. Huyu Dube sio Dube tu. Nilikuwa naomba Dube wanawake wote wa Tanzania awapitie ili upite lengo lao vile vitoto vikizaliwa. Vile kama Dube. Naomba sana shetani kamatia hapo kwanza nikizungumza na Malaika wa Simba. Malaika, ulitoa ahadi na pia ulitoa tambo zako. Vipi? Pointi 3 zimeenda, goli 3 kule Tabora. Shida kubwa ni moja, sikujua kama wale sio wachezaji. Hiyo ndio shida, sikujua kama wale sio wachezaji. Ila nakuja kungamua sio wachezaji, kumbe wale wote ni wazee wa staff. Sio nzuri kwa sababu wote wameshiba, vitambi vimewatoka, wanashindwa hata kukimbia. Yaani mechi Tabora wangecheza na Yanga Queens angeshinda. Yaani kwamba ushindi ambao umepata Yanga ni ushindi ambao pengine labda umekuwa mlaini sana kwa au labda 11 kutoka Tabora United wale ndio walikuwa naaminika na wameingia lakini wamepoteza. Unasemaje kwamba sio bora sana wakati mpira umechezwa na pia wamefanya attempt nyingi mno? Inawezekana zile message ambazo mheshimiwa mkuu wa mkoa alisema kwamba ana ushahidi wa message wametumiwa wachezaji wake. Leo tumeangalia kuna mchezaji ambaye tegemezi katika klabu ile au timu ya Tabora anaitwa Chikola. Yule Chikola yule ni mngoni yule. Sawa, ametoka huko Ziwa Nyasa huko Chikola. Sawa, yule Chikola leo alikuwa anakoa tu, baada ya kukwatolea yeye anakolea. Akigeuka anachukua mpira na wapa yako. Kwa hiyo najiuliza swali, Chikola ni Chikola au yule Chikola ni mstaafu? Ameshindwa hata kukimbia. Yaani mpira unaanza mpaka unaisha amekimbia mita 100 tu basi. Wallahi tena. Yaani kwamba Tabora kiuhalisia inatakiwa ni bora ishuke daraja, lakini Tabora inatufedhesha. Mimi Malaika wa Simba leo sura yangu naweka wapi? Kumbuka pia ulitoa ahadi na pia shetani wa Yanga alitoa ahadi. Vipi kuhusu ahadi? Na ndio maana nimesema sura yangu, umesikia? Sura yangu nitaweka wapi kwa sababu nilizani watu kumbe nyani. Sumwadhuri, yani Tabora
ni bora tu kwamba kazi yao waendelee kulinda asali basi. Unasikia, ngoja nimwambie, isingekuwa serikali yetu ya jamhuri inayoleta amani Tanzania, ukimpiga raia unafungwa. Wana Yanga leo wangemkata kichwa. Aliweka hadi kwamba tumkate kichwa afu hicho kichwa tukirushe kama mpira. Sio hivyo. Sio kaidi hiyo. Nilisema Yanga kipata alama 3 mchukue mkaa moto hapo jikoni hapa. Nyama choma zinachomwa. Chukueni zile. Serikali yetu inayotuletea amani na tukataza hivyo vitu. Lakini singekuwa serikali yetu, huyu jamaa tungemfanyia ukweli. Suko amenielewa hapo ndugu mwandishi wa habari. Nataka niongee kitu kimoja. Injinia rais wa Yanga na kuita mara ya kwanza, asanteni sana. Kwanza kama injinia na maradhi yaamie kwangu yasife, yani yasiumwe. Lingine natoeni salamu. Injinia hao wachezaji waliowasajili ni makonki. Nilikuwa nakuomba injinia baba, kila mchezaji wa Yanga wekewe maboni gari 30 na wachezaji wote wa Yanga wanunue magari ambayo yaliingili sasa. Wanapozidi kufanya vizuri maadui wanaongezeka. Mtu kama Malaika alivyo na hasira hivi, wanafikia kukutana na Dube anampiga hata risasi au anampiga kisu. Injinia, naomba wachezaji wa Yanga wote wanunue magari ambayo yaingili sasa. Maadui wanazidi kuzidi. Hii ndio Yanga, hii ndio Yanga inatupa uraha. Yanga inatupa utamu. Shetani, acheni kununua mechi. Hawa Tabora mmewanunua kiuhalisia. Mimi nasema kabisa, sawa, wallahi wa billahi, Yanga hii mechi hajashinda kihalali. Yanga hii mechi amenunua na ushahidi tunao. Yanga yani injinia pamoja na GSM waache kununua mechi. Waache kununua mechi. Wewe goli gani lofunga? Ngoja mimi nakuuliza swali. Nataka uniambie, kati ya kikosi cha Tabora na kikosi cha Yanga kilichosajili hela nyingi ni timu gani? Kikosi cha Tabora. Ngoja. Wewe mtu kama Aucho kwa wiki nampa milioni 200. Ni sawa sana kikosi cha Tabora. Tabora amesajili nini? Mimi nina haki ya kumbomoa Tabora kwa mimi ni mkubwa. 35 mpaka leo. Tabora kanzalini. Hii ndio Yanga na nitanyanyasa kila timu. Timu yoyote tojitokeza Tanzania yoyote tunachinja kama kuku. Hii ndio Yanga. Sombo Mwenyezi Mungu aliye mbingu na ardhi. Naomba shabiki wa Simba wote wambilikimu. Okay sawa. Lakini kwamba wewe Chikola ametoka Malawi, amenunuliwa dola za Kimarekani, dola 800. Unajua sasa shilingi ngapi? Nani? Chikola huyo. Wewe wanangu huyu kashaishiwa. Ndio maana nasemaje la mwisho. Nilikuwa naomba uongozi wa Simba, utafuteni madaktari. Ama madaktari wapite kila nyumba waende wakatibu akili waweke sawa.